Kitabu cha Ufunuo 22 mstari wake ni 13 na 14. Na inasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao ili wawe na haki. Hapa ndio nitahubiri juu ya hii, kwa hivyo uisome vizuri. Heri wazifuao nguo zao ili wawe na haki ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Nitarudia tena. Heri wazifuao nguo zao ili wawe na haki ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango. Kwa malango. Jina la Bwana asifiwe. Nitasoma tena katika kitabu cha Mwanzo 3. Mwanzo 3. Kitabu cha Mwanzo 3, Genesis chapter 3 verse 1 to 5. Ili niendelee na somo hili ambalo si ndefu sana. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguze, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alichuma matunda yake akala, akampa na mume, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajitambua kuwa walikuwa uchi. Wakashona majani ya miti na kujifanyia mavazi ya kusitiri uchi wao. Jina la Bwana lisifiwe. Nataka kuongea juu ya ujumbe ambao nimeuita deception. Deception ama udanganyifu. Udanganyifu. Deception. Kama kuna kitu hatari ni udanganyifu unaokuta mwanadamu. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Mwanzo, tumesoma ya kwamba huyu nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wengine wote. The serpent was more cunning than any other animal that God created. Kati ya wanyama ambao Mungu aliwaumba, basi nyoka alikuwa mwerevu. Hakuna mnyama mwingine alikuwa mwerevu kama nyoka. Naye shetani alipenda kumtumia yeye. Maana wakati ambapo shetani alitaka kuangamiza mwanadamu, kuna kitu ambacho alijua: sitaweza kuangamiza mwanadamu, maana lazima mimi nitumie chombo fulani ili hicho chombo kiweze kunena na mwanadamu. Maana mimi mwenyewe siwezi kuongea na mwanadamu direct. Mimi kama ibilisi, mimi kama shetani, nikienda kuongea na mwanadamu, ataniona, atanijua, atanikemea, atanifukuza, ataniondokea. Kwa hivyo nitatumia chombo kingine. Na akaona chombo ambacho kilikuwa dhahiri kutumika ni mnyama ambaye alikuwa na hekima, alikuwa na werevu kuliko wale wengine, na akaona nyoka ndiye ana werevu wa juu kuliko wanyama wale wengine,
na akaona sasa kile chombo atatumia ni huyu nyoka. Na kwa hivyo nyoka alipoenda katika bustani ya Edeni na mama alikuwa hapo, alikuna mambo ambayo alimwambia. Number 1, alimwambia alimuuliza kama swali, je, ati Mungu amesema msile mti huu? Ati Mungu amesema. Yeye anajua Mungu amesema, lakini anapoingilia huyu mama anamwambia ati mumeambiwa ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Yeye anajua wamekubaliwa kula miti yote ila moja, lakini sasa sababu ya craftiness yake yeye, ile hekima, ile werevu ambaye ilifanya shetani amtumie, ni kwa sababu yeye atajua jinsi ya kuleta maneno. Vile mtu analeta maneno kwako ndio inafanya umsikize. Akilete maneno kwa upole unamsikiza, akilete kwa ukali unamtoroka. Sasa shetani alimuuliza vizuri, ati mmeambiwa miti hii yote msikule. Sasa ile kitu anafanya nini? Anataka kuchukua akili za ule mama ili waanze kitu kinaitwa conversation. I don't know how to explain it. Ili muongee na mtu lazima kwanza ulete jambo ambalo litafanya muanze kuzungumza. Ili muanze kufanya nini? Kuzungumza. Kwa mfano, wakati Yesu alipoenda kule Samaria na akakuta mwanamke wa Msamaria, hakumwambia mama umeokoka, hapana. Hakumwambia mama umeolewa, hapana. Alimwambia mama nipe maji ninywe. Alitaka sasa waanze kitu kinaitwa conversation. Alitaka kuleta yule mama katika kiwango cha kuweza kuzungumza ili wazungumze. Naye nyoka alilete mama kwa kiwango ambacho wanaweza kuzungumza. Akamwambia ati mliambiwa hii miti yote msikule. Hakumwanzisha na ile moja. Naye mama akawa sasa anaweza kuongea, akamwambia hapana, hatukuambiwa tusikule hii miti yote. Tuliambiwa tunaweza kula. Ni moja tu ambaye tumekatazwa ile. Na hiyo mlikatazwa kwa nini? Hapana, ati Mungu aliwaambia mkila ile mtakufa, mtajua mazuri kwa mabaya. Hapana. Sasa katika mazungumzo shetani sasa akampatia jawabu, akamwambia hapana, sikia. Mkila, Mungu alisema mkila hili tunda mtakufa. Alisema kwamba macho yenu yatafumbuka, mtajua mazuri na mabaya. Lakini baada ya kuambiwa, sasa yule mama wakati aliambiwa huu mti mkila mtajua mazuri na mabaya, huu mti mkila mtakuwa kama Mungu. Sasa mama akajua kama tutakuwa kama Mungu, then that is good. Aikotwale mtu utoko hanataga ile idetiwega mzo yake, ikamwambia basi hii ni sawa. Sasa huyu mwanamke akakubali na akatoa ile tunda akala na akapelekea mumewe. Lakini baada ya hawa kula sasa wakaona wako uchi, macho yakafunguka, hawakuwa wakiona uchi, wakaona uchi, mambo ikaharibika. Wakajaribu kujisaidia, ikashindikana. Mungu akaja akawafukuza kutoka shamba la Edeni, wakatoka. Kwa nini? Maana ule mti ambao unaitwa mti wa uzima ambao ulikuwa katika Eden, hiyo ndio nguzo ya mwanadamu, na hiyo ndio furaha ya Mungu anapoleta mwanadamu pale. Hello, wanaitwa asifiwe sana. Wakati Mungu anakualika njoo ule mti, ule matunda katika mti wa uzima, ni furaha yake. Anapenda akikualika kulingana na uhusiano wenu nawe, kulingana na vile mmekuwa na good relationship na yeye. Ni furaha ya Mungu kukualika na kukuambia njoo sasa katika mti huu wa uzima na ule matunda yake. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo kitu ambacho
Shetani alitaka ni mtu anadamu akose ule mti wa uzima. Katika pahali ambapo tulisoma ya kwanza, Biblia inasema ya kwamba and I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, first and last. Blessed are those who do his commandments or worship thereof, that they may have right. That they may have right. That they may have right. Ili wakubaliwe. Abia mwingine kukubaliwa. Wakati Adamu na Hawa walikula mti, tunda la ule mti, walikuwa hawaja kubaliwa. Walikuwa hawaja kubaliwa. Shida haikuwa matunda, shida haikuwa tunda, shida ilikuwa walikuwa hawaja kubaliwa. Kuna mambo ya Mungu mengine ambayo hautayafanya mpaka akukubalie. Hata wewe kwako kuna mambo ambayo mtu hatashika mpaka umkubalie. Jina la Bwana lisifiwe. Mtu hawezi kuja kwangu aanze kushika kuku na kukata na kuua na kuchinja mpaka nimkubalie. Jina la Bwana lisifiwe. Kuna mambo katika Mungu ambayo ni lazima yeye akukubalie yeye mwenyewe. Bwana wetu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba sisi tunahitaji, Mungu anatugojea ili atukaribishe katika mti wa uzima. Lengo letu wakati tulipokuja kanisani, tulikuwa na lengo moja. Wakati nasikia watu wanaongea juu ya destiny, hatima, ya kwamba mimi my destiny, I don't think most Christians believe what a destiny is, because they talk about cars, they talk about property, they talk about success, they talk about, this can't be your destiny, because our destiny is the tree of life. Mwisho wa mambo yote, mwisho wa ibada zote, mwisho wa maombi yote, mwisho ya nyimbo zote, mwisho ya kazi zote tunazofanya itamalizikia katika mti wa uzima, wakati tutakapokubaliwa na Mungu aseme, wewe njoo kula matunda, wewe njoo kula matunda, wewe njoo kula matunda ya mti wa uzima. Hapo ndipo tutasema kweli tumefika katika hatima yetu. Manake yote yanaweza kutendeka kwako, lakini kama utakatazwa, ukatazwe, uambiwe wewe hautakula matunda, wewe hautakuja katika mti huu wa uzima, utaona umefanya kazi bure miaka yako yote. Utaona ile kazi yote umefanya, hata katika kanisa, hata kutoa sadaka, kujenga mijengo hii, kuomba, kwenda ushiriki. Kama utakatazwa dakika ya mwisho uambiwe hautaingia, wewe hautakula matunda ya mti huu, wewe kaa kando, utahuzunika sana. Mimi nitahuzunika sana, nitasikitika sana nikikumbuka zile kazi zote nilifanya nilipokuwa duniani, na mwishowe isemekane sitaingia pale na kula lile tunda. Blessed be the name of the Lord. Hello. Sababu saa hii tuko hapa, kuna watu wako katika shughuli zao, si ndio? Kuna watu wako katika shughuli zao. Kuna watu wengine hata wako katika mashamba. Wengine wamefungua biashara zao. Wengine wamelala tu nje wanaota jua. Wengine hawana shughuli zozote. Lakini wewe ulikuwa na kitu kinaitwa commitment. Ukasikia lazima niende kanisani. Kwa nini niende kanisani? Kwanza nataka niende nikutane na Mungu wangu. I want to meet with my God. I want to meet with my Maker. Number 2, najua ya kwamba leo kuna neno ambalo Mungu ameachilia kwa ajili ya moyo wangu. Najua mtumishi wa Mungu ana ujumbe amepokea kwa Mungu kwa ajili ya roho yangu, na ni lazima niende nisikize ule ujumbe katika jina la Yesu Kristo mfalme. Sasa shida iko hapa. Wewe wakati ambapo unajipanga, kama vile nimesema ya kwamba
kama ungekatazwa na uambue hautafika katika ule mti wa uzima, utasikiaje? Tayari umeanza kusema kwa moyo, that one can be very disastrous, that can be very bad for me. Hiyo inaweza kuwa mbaya sana kwangu ikiwa nitakatazwa hiyo. Kama Mungu atanikataza hiyo, nitasikia vibaya. Lakini niko hapa mchana wa leo kukuambia, kama kuna kazi Ibilisi anafanya kama ile alifanyia Adamu na Hawa, sasa anakufanyia dakika hii. Dakika hii hakuna kazi nyingine shetani anafanya, anakufanyia wewe vile alifanyia Hawa, vile alifanyia bibi ya Adam, ndivyo anavyokufanyia. Listen, wakati alikuwa anafanyia Hawa hivyo, Hawa hakuwa na sense. You get what I'm saying? You know, wakati Hawa walikuwa wanaongea na yule nyoka na shetani yako ndani, kwanza Hawa hakuwa anaona shetani, alikuwa anaona nini? Nyoka. Na nyoka kwake si shetani. No, are you getting what I'm saying? Kwake nyoka si. Hata akitoka hapo hadi akute mtu, atasema tulikuwa na shetani. Atasema tulikuwa na shetani. Mwanadamu asifiwe sana. Atasema tulikuwa na shetani. Si mimi nauliza, inua mkono juu niambie. Atasema ndio shamani anagoma. Ekuwa ni tuma nagoma. Ekuwa mwema na ke. Ya, nyoka tuma nayo. Hatire hado nie dona goma hau hatiuma. Kuoguo shaitani no muhaka hariwe. Lazima shetani aje kwako kwa kujifananisha na kitu ambacho wewe utakikubali. Something you can admit, something you cannot disqualify. Kitu ambacho hata mkizungumza utakubali mzungumuze. Bwana wetu asifiwe sana. Maana sasa kuna kitu anajua. Wewe tayari umevaa nguo ya kukuruhusu kwenda katika ule mti wa uzima. Manake pale tulisoma ya kwamba katika mahali ambapo tulisoma kwanza ilisema ya kwamba blessed are those who do his commandments. Katika NIV inasema blessed are those who wash their robes. Heri wale wanaosafisha nguo zao ili wapate kibali, ili waweze kukubaliwa waingie katika ule mti wa uzima na wale yale matunda. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo na lisifiwe. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sasa shetani anajua wewe umevaa nguo, manake wokovu ndiye nguo. Wakati uliokoka hapa, wakati ulipiga magoti ukasema nimeokoka, nimemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wangu, hapo ndipo ulivikwa nguo yako ya kuingia katika mti wa uzima. Nguo ambayo itafanya ukubalike, ili ukubalike kuingia katika mti wa uzima. Ulivalishwa nguo ambayo itakayo kubalika. Todo gaita karake. Mungu hata angalia kitu kingine, ataangalia wale ambao wana mavazi yale wamepatiwa ili kuweza kuingia katika mti ule. Wakati unapotuokoka hivi unapatiwa vazi. Vazi linaitwa wokovu. Sasa shetani anajua ili ukaribishwe katika mti wa uzima lazima uwe na hiyo nguo na tayari umevaa. Lakini kuna condition nyingine pale chini ambayo Yesu amesema ya kwamba heri wanaosafisha, heri waliosafisha hiyo nguo. Yuko mnanielewa? Umepatiwa nguo sawa? Ndio jigwa. Nguo niweke tete. Eta kwa teguo. Ndio ita kwa te. Eta kwa uhonokio. Wokovu. Wale kia kuhonoka ni guhuba okay. Toka hamada. Hebu kuja hapa. Yuko na muda huba kwa teno kadi ya manyanaona. Na hali kidogo muda huja. Hebu kuja hapa. Unaona hata vile anatembea si vile anatembeaga, amechange. Amebadilisha mpaka nini?
style. Sababu anajua ile nguo ako nayo ni kama ya bibi harusi ukatu. Kule ndo makulia kao kakuhika. Ngoja sikia. Hebu jibu swali. Ndirakuria tena ndukahenanie. Nĩ harĩ mũndũ ũkũrĩtie kawathi kuhika? Bisofu nehena nilitojugire baada ya ibada kuna mchere. Halo, kuja hapa karibu. Ati alisa ndanoiga thio hiki no igire baada ya kuna nini? Ati baada ya kuna nini? Alisema baada ya ibada kuna mchere. Sasa maana ni kama jengine kusema anaenda haru. Blessed be the name of the Lord. Sasa wewe mbele za Mungu, mbele za Mungu, mbele za Roho Mtakatifu, mbele za Yesu Kristo unaonekana namna hii. Hakuoni hivyo, unajiona, maana yeye haoni mwili, anaona roho yako. Hiyo roho ndio ameivika nguo kama hii. Roho yako wakati uliokoka ilivikwa nguo kama hii. Mbele za Mungu inaonekana kama hivyo. Na mbele za Mungu hii inaitwa nguo ya nini? Inaitwa nini? Ya kukuruhusu ukubaliwe. Ukiwa na hii utaambiwa, ukiwa na hii wewe unakubaliwa kufanya nini? Kuingia na kula matunda ya mti wa uzima. Jina la Bwana lisifiwe. Kama una nguo hii, kwa hivyo dakika hii tuko na wewe una nguo hii. The Bible says walio na mwana wana uzima wa milele. Hii ni kusema uko na hii nguo, ni lazima utaingia katika ufalme wa milele. Shida ni moja, kama hii nguo imepata chafu, blessed be the name of the Lord. Mungu akubariki, maana ulijua na ile ndahubiri uwe example mzuri. Kujisoga hapa. Kusoga hapa. Leo nitakupea kitu, usijali. Si tunahubiri na wewe. Leo utakula kitu. Lazima nitampa kitu. Na nitakupa kitu kizuri. Usiwe na wasiwasi. Si ulisema baada ya ibada kuna mchele? Basi, hiyo ulisema ndio itakuwa. Biblia Yakobo, not Yakobo lakini Ayubu anasema utatangaza jambo na litakuwa. Utasema jambo kwa mdomo na Sasa wewe alisema baada ya ibada kuna mchele. Sasa mchele utakula. Utafanya hesabu ya mchele kilo ngapi? 3. Nitakuwa mchele kilo 3. Ili kwako mkule mchele, hakuna chakula kingine itakuliwa kwako jioni. Sababu mchele ni rahisi, mtu akienda kulala ndio uwekee mtu sahani kuu. Sasa nitapaya kilo 3 ya mchele. Wewe ambao hukujua, wewe enda kula githeri yako, githeri yako na ugali yako na sukuma. Leo huyu ni na thĩinĩ wa mbeca cio ngũkũhe cia mũcere kilo 3, no ũtinie gakuo tũgũre kanyama nĩgetha kamũcere gũke. Bwana wetu asifiwe sana. Nataka niseme hivi, hii nguo ni white, na nguo ya white ni mzuri na tena si mzuri sana. Tunaelewana? Nguo ya white ni mzuri, lakini saa zingine ukifikiria si mzuri sana. Maanake hata watu wengine wakienda kununua nguo, hebu kuja hapa Jogu. Hebu simama hapa. Sasa simama hapa, usikaribie sana isionekane kama ni wewe unafanya harusi na wewe kapa. Ndio, sitaki tutoe. Unaona mama pale vile anaona hiyo vile. Unataka kuniletea maneno hapa. Wewe simama hapa kando hapa. Simama, ama wewe kuja pande hii na yule mwingine wewe kuja pande hii. Kuja wewe simama hapa.
Simama hapa. Wapita ndio ndio kahamuru tia. Haya, angalia hapa. Ukiangalia hii koti ya huyu mwanaume mzee deacon, na hii shati ya deacon, na hii longi ya deacon, na hii viatu, wakati alikuwa akienda kununua alisema mimi sitaki zile zinaonekana uchafu. Hatire kero ne doro menye. Onena kero ne doro ndungimenya. Oneno oyo na ndungimenya kana ma doro ine. Na huyu sasa huyu kama gari ikipitia mahali ambapo kuna pode, kuna matope hivi, irushe matope na huyu arushiwe matope, ni ya nani itaonekana sana? Ni ya nani itaonekana sana? Correct. That's why, hiyo ndio sababu Mungu amekuvika nguo nyeupe, amekuvika nguo nyeupe katika roho yako, ili chochote ambacho ni kichafu kikikugusa inaonekana kwa mbali. Shikuona wali ya rege wogo kawa huje kiujo wekanago na nyamo eno urekererie hau ndigetie ndoko ndo waka urekererie gethikererie either uthikererie kana urekererie. Tunasikizana ndio tunathikererie. Sasa hiyo nguo uko nayo inaweza wapakwa chafu na kitu kidogo. Halo, juzi nilipewa maji kwangu, na nafikiri nilikuwa naenda Nakuru, nimevaa shati ya white. Sasa nikapewa maji, na hii maji ilikuwa imewekwa ginger, ilikuwa imewekwa kitu kinaitwa nini, turmeric, na imewekwa sijui nini. Sasa turmeric ni ile bizari kama nyekundu. Nikinywa hivi carelessly matone mawili kaguka ta shati rage na kirema kitu kiero na kiero darora na leo hale leo hii. Sasa siwezi endana na Nakuru, maana naenda mkutano na suti ile nimevaa ni vizuri, na ilihitaji hii. Sikuongea na mtu, maana sasa hata ukiongea hautakula kitu nasaidia wetaduri na mahitia ni makuri urametomere ate tondu ni makurugeire ri ni ome ukunyuithagia riu ni leo isho thina ni wao. Sasa mimi nikatoka tu pole pole nikaenda bedroom, nikaenda hapo nikatafuta shati ingine karibu white nikavaa, nikakuta hata ile iko haijanyoroka vizuri, nikaona sitaita mtu, nikawekelea kwa nini, nikapiga pasi vizuri, nikavaa, nikarudisha tai, nikashuka. Kuna mtu alijua kitu gani kimefanyika. Na hiyo nikaja naye nikaweka kwa ile door mahali wanaweka jiki, kaweka hapo, kaweka jiki ya, na nikachukua jiki ile nikaweka juu yake wajue hii inatakiwa iwekwe hii. Sasa listen to me. Sasa hii tuko na wewe, shetani anajua, mapepo yanajua ile nguo umevalishwa, wanaiona wakiwa mbali. Mkiwa katika sokoni, yule mtu amevalishwa nguo ambayo itamkubalia yeye aingie katika mti wa uzima, na ale matunda anaonekana kwa mbali. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa mfano sasa huyu akikaa hapa ni rahisi kumuona, lakini wale wengine ni rahisi kunini. Bwana wetu asifiwe sana. Haro. Unajua hii kanisa kuna watu wanajaribu kunidoje wakati anajua atakuwa absent kama wiki mbili. Ndothikiri. Mundu kanitha wangemenya nie sade nwe roka nawe gidigoka kanitha aba guthama haria ikaraga. Wona thama haria ikaraga agathiri uhage nigetha ndarora ndimwage. Nigetha ndamuria kauma kwa kanja thi ndona nyona. Ngiuma ku. Toria le chobogwa ngiuma ku. Riu mundu ucio athama hu nigetha riu ni athaka na akiri ciakwa. Riu riria rikoro Nigetha ndikakumwira atiriri kauma ku. No huyu hata akienda pale nitamuona. Akija hapa nitamuona. Kienda pale nitamuona. Hata akitembea na barabara kutoka huko nini Kasarani akienda hivi, nikiwa kwa gari nitaona kitu nyeupe. Nitaona kitu nyeupe mpaka nifike hapo nijue ni nini hii ni nyeupe, nikute na yeye. Jina la Bwana lisifiwe. Sasa sikia.
Shetani anajua hiyo nguo yako ikiwa na madoadoa ya matope ya kila kitu, hata kama ni moja moja ile inaonekana kwa mbali, wewe hautakubaliwa pale. Na sasa maana hakuna nyoka yule shetani atatumia, hakuna nyoka yule shetani atatumia. Kwa Hawa alitumia nyoka, kwa Hawa alitumia nyoka, kwako hatatumia nyoka, lakini atahakikisha ya kwamba hiyo nguo yako ameichafua. Katini, asante. Ndogathie kora ihuwe ikara wako area indo ne gukorejia tugakomaka no koro no ndo urekanya behujo cyo kaira bude rekire thatu cia mucere bishuri ti ule ogo wako motoka ka pale. Sikiza, nakwambia hivi, onakone ndekerie kihujio kana geke ni gikinyu ate ngoma nguo yaku ni arameona na ni amewe, anaijua, anaionea kwamba hiyo nguo anaionea kwamba, na anajua hiyo nguo ndio itakuruhusu wewe ukubalike katika mti wa uzima na ukubalike ule matunda. Sasa ile kitu atafanya, maana wewe you are not aware, wewe hauna what do you call anawe, wewe hauna nini, wewe wewe hauna mawazo hiyo, haufikiri hivyo, yani you are not conscious about that. Kwa hivyo vile atafanya ni kuhakikisha hiyo nguo iko na nini, iko na nini ya ataiweka madoadoa bila wewe kujua na bila wewe kuona. Utajua tu wakati parapanda itahia papa. Sasa ukifika sasa ndio saa hiyo utakuwa kama Adamu, utasema ai, neno no ile dora nayo iko na matope, iko na madoadoa. Atatumia nini? Kitu cha kwanza nataka nikuambie kwa haraka. Kitu cha kwanza kile atakavyofanya, atahakikisha umekuwa na shaka na Mungu. Sababu pale aliambia Hawa, je, ati Mungu alisema msikule matunda haya? Yani anamweka shaka yale mambo Mungu alisema, anamweka shaka. The first thing the serpent did was to create doubt in the mind of Eve. Created doubt, akaweka shaka. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mungu alisema ama hakusema? Ni kweli tutakuwa kama Mungu ama? Akamweka shaka ili awe katika hali ya kujaribu kugundua kama yale anaambiwa ni kweli. Now Eve had to doubt God. Number 2, he doubted the word of God. Ya pili, alihakikisha ya kwamba Hawa amekuwa na shaka na neno la Mungu. Ati mkila hii mtakufa. Ai, kufa namna gani? Ni kweli si kweli? Mkila hii macho itafunguka, mtajua kweli ama mtajua ukweli na haki. Kweli si kweli? Sasa akawekwa ile tashwishi ya tatu. Akawekwa shaka na maneno ambayo alikuwa amepewa na Adamu. Maana Adamu ndiye aliambia Hawa, hii miti yote tumekubaliwa tukule, lakini sio ile. Sasa Hawa akaondolewa confidence kwa Adamu, akaona kana kwamba Adamu hakuelewa ama hakujua. Kwa hivyo sasa ikawa namna hiyo. Okay, now kwako wewe atafanya nini? Kitu cha kwanza ambacho shetani atakufanyia na anakufanyia, nataka nikwambie vile nguo yako sasa iko na ile kwa madoadoa. Jambo la kwanza, atahakikisha wewe una shughuli nyingi sana. You are very busy. Andika hapo. Number 1, the devil will make sure you are very busy. Hata wakati unataka kuja kanisa, kuna mambo ataamsha ili uwe busy, ili uende, ili usije kanisani. Hiyo ni jambo la kwanza. Ya pili,
atahakikisha kwamba wewe hauna ile kiu na njaa ya neno. Huwezi kusikia kama haukuja kanisani Jumapili, hakuna kitu unaweza sikia, unaona ni sawa tu. Ni sawa tu. Kama haukusikia neno la Mungu Jumapili, ni sawa tu. Kama haukuenda shirika, ni sawa. Ni kina nani walienda na mnaine? Oh, sawa tu. Sasa hiyo unasikia sawa tu ni kwa sababu the devil is trying to give you contentment, yani kutosheleka katika kutokusikia neno la Mungu, maana anajua imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Sasa anataka usiwe na imani. Ili usiwe na imani, akuondolee imani. Anajua imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Mungu. Ili usiwe na imani ya kutosha, nitahakikisha husikii, huhudhurii mahali kuna neno la Mungu. Blessed be the name of the Lord. Glory to God. Nani ananisikiza vile nasema? Jambo lingine atakufanya ni hii. Atakuondolea ile tunaita appetite. Kusikia, unataka kusikia. Unataka hata kusoma neno la Mungu. Unataka hata kuimba wimbo. Hiyo atakuondolea. Atahakikisha kwamba yale mamlaka yote umewekewa na Mungu katika huduma na katika kanisa, maana Mungu anaongea kupitia watu waliowaweka kwako. Bwana asifiwe sana. Kama ni ushirika, yule mtu amekuja kwa ushirika, akaongoza ushirika, na wakasema mama fulani tupatie neno. Kwa wakati huo, huyo ndio ako juu yako. Anakuweka shaka na yeye. Akisimama na sasa, ni huyu, huyu ndio tunaambiwa sasa atatuhubiria leo. Lakini nikwambie, Mungu anaweza kutumia chombo chochote ambacho angetaka kutumia, maana vyombo vyote ni vyake. Bwana wetu asifiwe sana. Vyombo vyote ni vyake. Mimi niko na vikombe vya kila aina. Nikienda pale nikute kikombe mzuri, mimi hununua. Nikienda nikute kikombe maridadi mahali, mimi hununua. Hiyo ni moja ya kazi zile ninafanya. Hata nikienda Amerika nione kikombe mzuri, ninanunua. Nikienda London nione kikombe mzuri, ninabeba. Mimi napenda kununua vikombe. Lakini kuna wakati mwingine mama ananitengenezea uji, ninamwambia leo sitakunywa na kikombe, niletee na kijere. Tonogulete shihuri gwakwa. Nimenunua mimi mwenyewe. Sababu akininunulia ataweza kunikataza. Lakini nikinunua nitasema ile kijere yangu iko wapi? Kihuri kile gyakwa kia. Nejikirwo ucuru kihuri gyakwa kile ndagurire. Ndagurire jikiragirwo ucuru kihuri. Gatika gikombe ndagurire London. Gahuthira kihuri. Can you see that? Sababu ni yangu. Mungu anaweza tumia mtoto. Mungu anaweza tumia yule mtu hata hupendi. Mungu anaweza tumia yule mtu wewe unachukia. Mungu anaweza tumia yule mtu wewe unadharau. Jina la Bwana wetu lisifiwe. Blessed be the name of the Lord. Nilikuwa nasikia hadithi moja, na hii hadithi ilienda hivi, ya kwamba kuna mtu mmoja alikuwa kila wakati akipiga magoti, anajifunga, anasema Mungu nataka unitembelee, Mungu nataka unitembelee. Mimi nasikia wewe hutembelea watu, umetembelea wanadamu wengi, hata katika Biblia, hata mimi nataka unitembelee. Na huyu mtu akaendelea tu akiomba Mungu amtembelee. Akaendelea akiomba Mungu amtembelee, na alikuwa tajiri mkubwa. Tajiri mkubwa alikuwa, bona unataka kujerera, ninyendaga Mwathani ukijerera. Nimesikia vile umetembelea watu. Siku moja Mungu aliamua kumtembelea. Lakini Mungu hakuja vile huyu mtu alifikiria. No. Kulikuwa na mzee mmoja kwa kijiji ambaye alikuwa mzee mchafu, maguo zake chafu, kama vile unaona watu wengine hapa nguo ni chafu nini. Mtu ni kama anakaaga akajiweka hii moshi ya matairi ni kama nini, mtu mchafu. Na alikuwa ni mtu ambaye hawezi kuongea vizuri. Mundu anatarata kwa wale wagatorale wige kuni agekealia na ndiye araita rota. Lakini Mungu alikuwa amemwambia siku ya Jumamosi
Siku ya maana umeniomba sana nikutembelee. Jumamosi hii nitakuja kukutembelea. Umenisubua nikutembelee. Hii Jumamosi nitakuja kukutembelea. Sasa yule mtu maana ni tajiri alipika, maana alifikiria ati Mungu anakuja kula chakula kwake. Aliita wale machefu anajua kupika, akapika chakula kizuri, meza zikapambwa. Mungu anafanya nini? Anakuja. Lakini akagoja, hakuna mtu aliona. Lakini kitu kama saa 10 ukaja kimzee hivi. Na chafu na nini kikaja hivi kwa mlango. Kaoga gate. Sasa unajua Mungu ni mgeni wa hiyo boma. Sasa watu kama hawa wapelekwe mbali sana. Sasa hiyo kimzee kikafukuzwa mpaka hata kikachunwa, hata wewe sema mnipe hata chakula. Chakula gani unapewa? Kikafukuzwa. Wakati hiyo kimzee kimefukuzwa na kimeenda, baada ya siku 3 yule mjamaa tena akarudi kwa magoti amefunga. Mungu, si Biblia inasema huwezi danganya mtu? Na kwa nini ulinidanganya utakuja juzi Jumamosi na haukuja? Kamwambia nilikuja. Hukuja. Kwani ulikuja ukaenda wapi na sikukuona? Kamwambia kama saa 10 kuna mzee alikuwa anafanana namna hii na namna hii na namna hii, alikuwa anatembea namna hii, na anatembea hivi, na anatoa mate namna hii, ilikuwa ni mimi. Huyo mtu alianguka kwa kulia, akajaribu kulia na kuambia Mungu amsamehe, lakini alikuwa amepitwa na wakati, maana alizoea kuheshimu wanadamu badala ya kuheshimu mtu, maana ni mtu wa Mungu. Mungu anaweza pitia mtu yeyote, anaweza pitia chombo chochote kukubariki na kukuinua katika jina la Yesu. Blessed be the name of the Lord. Sasa ile kitu huyu shetani anafanya, saa zingine unahubiriwa mahubiri hapa. Sasa anatumia ile technique alitumia na Hawa. Ukishaenda unaanza na hii ni kweli ama si kweli. Na hii maneno bishop alikuwa anasema ni yako. Ana hii na hii, mimi naona kama hii alitaka hii. Naona kama hii alitaka hii. Unajua wakati kuna ni anaongea, unawekwa shaka kwa neno la Mungu, unawekwa shaka. Baada ya kuwekwa shaka, sasa unakataana na lile neno. Wakati umekataana na lile neno, wakati umekataana nalo kabisa, sasa shetani anapata nafasi ya kukuweka matope. Nguo yako inachafuliwa. Wacha nikuambie kwa mfano, ili sisi wote tutawanyike. Njia gani shetani anaweza kututawanyisha nayo ili tutawanyike, kila mtu aende njia yake na kanisa ifugwe? Shetani atatumia njia gani? Atatumia njia gani ili tutawanyike? Idhawa shiria tuhurujuke na gukora gutiri kanitha, shetani agweka ate? Kwanza atatuunganisha, si ndio? Lakini wewe huelewi ni shetani. Wewe unaona kama huyu mtu ni mbaya, lakini huyu mtu si mbaya. Huyu mtu ni kitu kimewekwa ndani yake aje kukasirisha mkogane. Mkisha kogana nguo yako ikuwe chafu. Biblia inasema kwamba mwenye kukwazwa na mwenye kukwazana wote hakuna anaingia katika uzima. Ndetiko kerekano kiugaga. Muhegwa naki. Gutiro ratonya ki. Riu ekirewekaga wahego ni kura kanitha. Ukarigana na atiriri wathina kirema kia ndoro kwene. Waikerio gitoro warakara handu woegua ya kuhore wikire wega woya gitoro wathi okuria deliverance riu rikara ku na gitoro hana nduramenya ria karubeta kaguno gukona gitoro pa na ro kiu wekirirwo talent ria mwamanania na ngani ngai na ndiamenyire shaitani ndendaga umenye ungiamenyire ni ungiatonya no riu tondu nduamenyire ndugutonya ni ugwikara hapo. Shetani anafanya bidii sana sasa. Anajua sasa ni nyakati za mwisho na ni karibu parapanda italia. Maana yale mambo yote tumeshaambiwa na Mungu tumeyaona.
Yale yote tumeambiwa ya kwamba mtasikia vita, watu watakuwa watu wa kujipenda, watu watakuwa watu wa kudharau wale wengine, watu watakuwa watu wenye tamaa ya pesa, hata ukimpatia pesa ngapi haitoshi. Sasa hayo mambo yote tumeona, mambo ya vita, mambo ya njaa, mambo ya nini, hayo tumeona. Kwa hivyo parapanda inakabili, na kwa hivyo shetani saa hii ako na kazi, anafanya ile tunaita, kwa wale ambao wanaangalia mpira, kuna ile inaitwa nini, injury time, si ndio? Dakika za mwisho ni hizi dakika za mwisho, ile inaitwa kipindi cha lala salama. Injury time ni kipindi cha lala salama, na inabaki dakika 10. Sasa ni kufa kupona, naye shetani sasa ni kufa kupona. Sasa ahakikishe nguo za watu wengi zina matope. Nguo za watu wengi zina matope, haziwezi kukubalika. Wamejirushia matope ya kila aina, wamerushiwa matope na hawaoni, maana wako katika uzingizi wa roho, hawaoni, wametupiwa matope. Na sasa parapanda iko karibu kulia na mti wa uzima, na matunda yake imeandaliwa na Mungu. Na wewe uambiwe, oh my friend, hebu angalia nguo yako kwanza, na wewe utaona kweli siwezi kuingia. Bwana wetu asifiwe. Maana tuliamua tangu kwa mwanzo ya kwamba tunataka kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, inaanza na mti wa uzima. Kitabu cha Mwanzo, Genesis, imeandika mti wa uzima mara 3. Kitabu cha Revelation cha mwisho kimeandika mara 4, 4 times imeandika mti wa uzima. Bwana wetu asifiwe sana. Na hapo katika mti wa uzima Biblia inaendelea kusema katika kitabu cha Waefeso 5. Hebu enda kitabu cha Waefeso 5. Naona nimaliza ujumbe huu. Waefeso 5, Ephesians chapter 5 verse 6 to 7. Ephesians chapter 5 verse 6 verse 26 to 27. 26 to 27. Answer 25. Let us start from 25. Yeah, from 25, yes. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Tuendelee. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na dosari wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Kile kilifanya Yesu Kristo asulubiwe msalabani, aje msalabani, ni ili ajipatie kanisa. Kama kuna kitu Yesu anahitaji ni kanisa, ajipatie kanisa, ajinunulie kanisa, awe na kanisa ambalo halina mawaa, halina madoadoa, halina uchafu, limetakaswa, limetakasika. Hilo ndilo kanisa ambalo Yesu Kristo anagojea. Wakati parapanda inalia, anagojea watu ambao wamevaa mavazi meupe ambayo hayana madoadoa. Lakini nashukuru Mungu, maana hajakuja bado, na ametuambia kwamba heri wanaosafisha hizo nguo. Kwa hivyo leo huwezi kuwa na hofu, maana anasema heri wanaofanya nini? Kwa hivyo tuko na wajibu wa kila mtu kwenda peke yako. Nasikia watu wakisema vizuri sana, wanasema udiweteke ya ndio tu taidio tu digema na wete kama shamani wao mwana wewe hii kuwa yako ale ina maroro hii, and then you can recapitulate your life. Unaweza kurudi nyuma katika maisha yako na ujiulize vile unakaa na mume wako, vile unakaa na watoto wako, vile unakaa na majirani wako, vile unakaa na washirika wengine, ujiulize. Na sasa sababu unajua mimi nasemaga wa Pentecost wako na shida. Mimi ni Mpentecost.
Utile ndume na tando wa dini cia kiroho. Nione kile gitumi. Sababu mtu anafikiriaga ukianza kusema ramakata rababa sanda rababa shanda ramasanda rababa ogo tikuthabia nguo yaku rathabia ukugamba pere yo yaku no coka waga kuria itunda ria muti wa muoyo. Umewacha umetukana mtu huko, sasa unakuja kufanya parapara hapa. Umekataa na deni ya mtu huko, unakuja kufanya parapara hapa. Umedharau mtu hapa, unaanza kufanya parapara hapa. Ndio ukanyarara mundu. Unadharau mtu na huoni kama ni kitu. Unakosea mtu heshima, huoni kama ni kitu. Unaongea maongeo mengine ambaye hata mtu anashida huyu mtu ametoka hapo. Na hapo ati unajiandaa kwenda kula tunda katika mti wa uzima. Biblia inasema kwamba ni heri wale ambao wasafishao nguo zao, maana hao ndio watakao kubaliwa. Kazi yako ni kusafisha nguo yako, na kusafisha nguo yako ni kuwa mtu mnyenyekevu, mtu mpole, mtu asiyeongea sana, mtu asiyetaka masengenyo na kuingia katika vita za watu, mtu ambaye anajielewa ya kwamba yeye anataka kwenda mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Hebu niendelee niseme hivi. Kitabu cha Ufunuo 2:6 mpaka 7 ndio namalizia hapo. Revelation 2:6-7. Ujue ile ya kwanza tulisoma Revelation chapter 22, Ufunuo 22 ambao ndio kitabu cha kwanza cha mwisho cha Biblia. Lakini una jambo hili kwamba wayachukulia matendo ya Wanikolai ambao mimi pia nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho Mtakatifu, ambalo Roho anayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Yule ashindaye ndiye nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Yule ashindaye nini? Anayeshinda ile hekima, ile ujanja ya shetani, ile ujanja ya Facebook, ile ujanja ya YouTube, ile ujanja ya Instagram, yote hiyo ukishinda. Maana katika huko kuna maneno mengine, hata katika Biblia zingine zinasomwa hapa katika mitandao, unakuta hiyo Biblia sijui inasemaje. Na ndio sababu hata Biblia sasa, manake mpinga Kristo amechukua hata Biblia ana print na kuondoa mavitu. Sasa una download nini kitu kinaitwa nini, Bible. Nakumbuka siku moja huyu anaitwa Collins, nilimpatia maandiko hapa akaweka pale. Ile maandiko ameweka pale na yangu hailingani. Maana kumbe Bible yake ni ile ambayo imechokorwa na Antichrist. Na yeye hajui, anafikiri iko sawa. Sasa ile Bible New King James Version ama King James Version ndio original. Sasa ndio mimi nasomaga. Kwenda pale inatofautiana. Sasa wewe uko katika hali ya hatari unless uombe Mungu akupatie kitu kinaitwa hekima. Ikiwa nataka kuweka neno ikiwa umeamua ya kwamba unataka kula matunda katika mti wa uzima, akoro uko na kazi kubwa. Kama ikiwa akoro no tuite matua ate nie negenda kwirwo ni Ngai ukahaha na uri itunda ria muti wa moyo, akoro no tuite itua, let me tell you, utanyenyekea, utakuwa mtu mnyenyekevu, utakuwa mtu ambaye utanyenyekea, utakuwa mtu ambaye hauna kiburi, hauna kisirani, hauna fujo. Utakuwa mtu mtulivu, maana unajua ni kitu gani unachogoja. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana asifiwe. Sijui kama unanielewa vile ninasema. Akasema hata nitawaletea wengine wa sinagogi hiyo ya shetani, mkae nao katika kanisani. Unakaa na mtu hapa anasema Bwana asifiwe na anasema ni wa talent, lakini ukisemekana ifanywe kitu, yeye ndiye anakuambia mimi siwezi fanya, wewe ndio mjinga.
Huyo si wa hapa, na yeye haendi pale unaenda. Huyo kazi yake ni kukurudisha nyuma. Anataka tayari amechafua nguo yake na ameona haiwezi rekebisha, haiwezi rekebishika. Bwana tusiwe sana. Hata hii nguo akiweka matope itasafishika, na akiweka kwa oil ilale siku 2 kwa oil yake meki oil dramine ya oil ilale thiko 3. Heji kigethambia rethere tinywereria heji kigethambia kuri yundu ngika ona thakame ya mwathani uge no we ikarari wale tondu ona we too much, ona we nike too much, hata we ni too much, hata we you are too much. Tuangalie tusije tukakataliwa, tuangaliwe tusije tukakataliwa dakika ya mwisho, maana huko ni mahali ingine. Huku mimi sikutakuwa na huyu bibi yangu, sikutakuwa na watoto yangu, mama yangu ameshaenda, baba yangu ameshaenda, sasa ni mimi mwenyewe binafsi. Bwana wetu asifiwe sana. Hata hatutaenda na wewe, hata hatutaenda na wewe, na itakuwa aibu kama Meshaki ataingia mbinguni na anauliza Bishop uitweha ucio ahingirio kwanja ahingirio kahingo ka mbere kai riu ngoro hana ta gitonga ratha. Kila mtu anaingia nafasi yake, hata kama wewe ni mama, hata kama wewe ni mwanaume, mwanamke, mvulana, msichana, kila mtu ataingia peke yake. Kila mtu ataenda peke yake. Mwimbaji akasema kila mtu atauchukua nini? Mzigo wake nini? Mwenyewe. Kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Kama nguo yako iko na madoadoa, Biblia imesema hautakubaliwa kula tunda katika mti wa uzima, na mti wa uzima ni paradiso. Hautakubaliwa. Itakuwa hasara kubwa sana Jerry, vile umeiba hapa na unaiba hapa kwaya, unakuja practice Jumamosi halafu uambiwe hapana juu ya kitu kidogo mlifanyana na mtu hapa muki praise na muki worship hapa. Mkifanya praise hapa na sisi tunafikiria ni praise, mnatuibisha, kumbe mmekuja hapa kupakana matope kwa maguo zenu. Hapa mnakuja kukwasana. Wewe unakuja kukwasa wengine, nao wanakwasika. Maana ukitaka vizuri kwa safari hii ya kwenda mbinguni, mimi nakwambia vile mimi hufanya na nimefanya maisha ili nifike mahali nimefika, si rahisi. Haha ginyeta gukinya ti undu muhuthu, nikuhigwo ngithiaga naigua ngahigwo ngikagatia ndikuria buru ngahigwo ka ngaigua ru rware rwima ru na no ndirathi kana ndirathi thiete ningi ngahigwo ka ai na no ndirathi wadikora komanya niki kiahinga no ndirathi ngahigwo ko huyo ndio mtu ambaye anaenda mbinguni. Mundu wa uthia matu-ini athiaga atia? Athiaga atia? Wenda uthie nginya ukinye kwa Ngai uthie uguo. Wenda Ngai akwambararie nginya kwire we kuringana na uria ukite vile umekuja sasa kuwa ukihubiria watu wangu umefaulu. Mimi nilikaa Full Gospel miaka 21 na hakuna siku moja sikuenda kanisa. Uliza huyo. Niye de murori bodathi atare todathi kuhonio. Sagine ninatukanwa direct. Yani umeniongelesha hivi, umeniongelesha hivi, umeniongelesha hivi, unaona kama sielewi. Ndio na ushindwa mundu ona tata iguaga. Umushindwa rego ona tata raigua. Rĩu umwire kiria kinene. Ndio wajinwa nende igua. Ndahigwo no ti muno. Ukajinwa rege, ndahigwo no ti muno. Ukanu mari ukira kinene kaigua. Ndio rama. Hai. Sauli nataka kufika. Na nashukuru Mungu sasa maana nimeenda miaka kiasi. Nitondera tohora. Ngithiete miaka yothiete.
Ugakinya miaka yako ya guciarwo ri magerio maria me mbere yaku murata wa Mwathani, magerio maria me mbere yaku we ukugerio nginya ukuragwo maitho maku ti kuhuthu. Kamau reke ngwire magerio mekuo, lakini lazima, ndio sababu Biblia inasema atakayeshinda ndiye nitampatia kibali ale tunda. Atakayeshinda, atakayefanya nini? Atakayeshinda. Na ndio sababu unaona watu wengine kama hawa ndugu yetu anaitwa Ndung'u na kina Kamau. Nashukuru Mungu kwa ajili ya hawa, maana katika nyakati za mwisho wamepata ufunuo, si ndio? Ameona hata Ndung'u akikwambia vizuri ama Kamau, kuna mtu amemwambia ukarudi huko kone ndigecoka ku riu nani ku to ni kuondagereire ki ku ni kuondagereire kiraka ku no kwa uthige ukate kurutirwo nigetha ndungate Ngai. Bwana tu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mimi najuaga zile subject and preachings that are not popular. This one is not a popular preaching. Geke tikehujia tegekenerwo ni andu moigage ya beni moigage haleluya, tondu menda gomena ni ugutonya matuina ni kuithia Jesu na ni ukumuona na maitho ndi ndingekuhenia utaukamuona hakiri na condition ti uguo. Riu ndakwana ukona Jesu uri reke gure weka no ni ukona Jesu no waga gwika no ndugekate. Kwa mfano pale Nakuru kuna kuwa na kitu kinaitwa show, ndio wengine mlima show, agricultural show, ndio wadi show shore keharo kiu giothe ko kirigitwo ati na mahatire mwanya ona nyau ndingiona gwa gutonyana ili kila mtu alipe. Sasa ukienda pale kwa gate unaulizwa ona mundu oragio ritwa kana ki makoma mekete uguo na rithi wana na rithi ti ukaingira iyo ko tari we wacha story line ni mure, wacha story line ni mure. Hata biguni ndio iko hivyo, wacha story line ni nini? Akoitha wanda marithia kwa nenyi na wanda marithio choka na kule raini ni ndaihu yena tio to raini na wanda marithia ta ko hire mai ko godokire kana ke yeke turenda uture we karo haushi mundu wothe washire ikaraga haria nja angimathio na mbere gwekate to raini ne jekuate. Ebuliza huyu mwingine, unasikia hii maneno kweli? Unasikia hii maneno kweli? Because this is the cream of the gospel. Hii ndio mafuta ya Injili ambayo inakuelekeza kwa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo leo sitaki hata useme amen, hata sitaki ucheke. Nataka tu unyamaze tu. Unyamaze, usimame kama umenyamaza. Na sitakwambia kama mwingine alituambia ati kila mtu asimame na miguu yake. Nikamuuliza kwani wengine wanasimamaga na nini? Ukiambia watu wasimame waache kusema mambo ya miguu, sasa simameni.